Kushukuru sana kwa swali zuri, na labda nianze kwanza kwa kumwelezea Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ni nani na ametokea wapi kisiasa. Nafanya hivyo ili kuweza kutoa nafasi kwa watu, mwisho wa siku nitakapokuwa natoa ufafanuzi sasa wa kisheria, watu waweze kujua kwamba hicho alichokifanya kakosea au hajakosea. Watu watapima wenyewe. Patrobas Katambi ni mwanasiasa ambaye makuzi yake na malezi yake ameyapata kutoka chama cha upinzani, chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Alipikwa, akaiva, akawa kiongozi wa baraza la vijana la taifa la Chadema almaarufu Bavicha, na kutokana na utendaji wake mzuri aliokuwa nao katika baraza lile, haikuwa bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kumchukua kuwa kama mwanachama wao, na hiyo inadhihirisha kabisa kwamba Chadema kimekuwa ni chama ambacho ni tanuru la kupika viongozi wajao. Kwa sababu ukiangalia Katambi ni mmoja ya vijana wengi tu au wanachama wengi tu wa Chadema ambao walikwenda CCM na wakaaminiwa wakapewa nafasi za uongozi. Kwa hiyo inathibitisha kabisa kwamba Chadema sio chama cha vurugu, ni chama kinachopika viongozi. Na ndio maana hata pale CCM wanapokuwa na uhitaji wa kupata viongozi kwenye nafasi mbalimbali ndani ya serikali au hata ndani ya Chama cha Mapinduzi chenyewe, huwa hawasiti kwenda kujaribu kutafuta vijana mbalimbali. Kwa hiyo Katambi kihistoria ni mtu ambaye katokea Chadema, kapikwa, kaiva mpaka kaaminiwa kwenda kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Sio kwamba kule CCM hakuna wanachama wa CCM ambao wanaongeza kuwa mawaziri katika wizara mbalimbali ikiwemo hiyo wizara ya mambo ya ndani, lakini ni kwa sababu uwezo aliokuwa nao kutoka huko Chadema alipokuwa ni mkubwa mno kuliko wana CCM wengi ambao aliwakuta pale. Ndio maana rais akamwamini akampa hiyo nafasi, na amempa nafasi muhimu sana. Nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi inapaswa kushikwa na mtu ambaye sio tu anajua siasa, ni mtu ambaye anajua pia sheria na kuzitumia hizo sheria ili kuweza kuleta ustawi katika nchi. Kujua sheria sio kusema tu kwamba nimesoma sheria. Kujua sheria ni kuzitafsiri sheria katika matendo yako ikiwemo kauli, ili hayo matendo yaweze kupata uhalali mbele ya jamii, kwamba ni matendo ambayo yanatokana na sheria au yanatokana na katiba. Sasa kwa utangulizi huo, nirudi sasa kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba Waziri Katambi amesimama ndani ya bunge, ametoa maelekezo kwa IGP kwamba asitishe vibali. Kuna vitu viwili hapo lazima watu waelewe. Watu wanapaswa kuelewa mamlaka ya waziri juu ya IGP. Lakini pili, wanapaswa kuelewa mamlaka ya jeshi la polisi kuhusiana na swala zima la mikutano ya hadhara inayotakiwa kufanywa na vyama vya siasa. Mtu pekee katika nchi hii kwa mujibu wa katiba ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza ambaye anaweza akayaamrisha majeshi, na ninaposema majeshi yameundwa na katiba chini ya ibara ya 147 ya katiba ya nchi yetu, yametajwa pale majeshi. Tuna jeshi la polisi, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, jeshi la magereza. Sasa nani anayeweza kuyaamrisha? Ukisoma ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza inakwambia kutakuwa kuna rais ambaye atakuwa ni mkuu wa nchi, mkuu wa serikali na amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo majeshi haya yanawajibika kwa rais inapokuja masuala ya kupewa amri kuhusu utekelezaji wa majukumu yao mbalimbali. Sasa kama katiba inasema kupitia ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza kwamba anayeweza kutoa amri kwa majeshi ni rais, moja kwa moja unaona kabisa kwamba Katambi alikuwa anaongea kitu ambacho hakijui ndani ya bunge, na bahati mbaya kitu alichokiongea kinabaki kwenye kumbukumbu maalum za bunge ambazo zinaitwa Hansard, kwamba waziri anaenda kumpa amri ya IGP, kitu ambacho hana mamlaka hayo. Mamlaka ya kutoa amri kwa majeshi
awe ni IGP, awe ni mkuu wa majeshi, awe ni mkuu wa usalama wa taifa, awe ni mkuu wa magereza, awe ni mkuu wa uhamiaji, awe ni mkuu wa jeshi la zimamoto, hayo mamlaka ni mamlaka yako reserved kwa Mheshimiwa Rais kikatiba chini ya ibara 33 ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo Katambi alikosea, na kama anasema alipatia kwamba alikuwa iko sahihi, wewe ni mwandishi wa habari, nenda kamuulize akutajie kifungu cha sheria au kifungu cha katiba kilichompa hayo mamlaka ya kumuamrisha IGP asitoe kitu kinachoitwa nini, kibali cha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Akwambie bwana Katambi, hebu niambie wewe waziri, kwa kutumia kifungu gani hasa ambacho kipo kwenye katiba wewe umepata mamlaka ya kuweza kumuamrisha IGP au kumuelekeza? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna sheria yoyote ile Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi kutoa vibali. Naomba nirudie. Hakuna sheria yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi liwe linatoa vibali kwa vyama vya siasa ili viweze kufanya mikutano ya hadhara. Ukienda ukasoma kifungu cha 43, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322 ya sheria za Tanzania, kimeelekeza wazi kabisa pale kwamba jeshi la polisi linapokuja swala la mikutano ya hadhara linapaswa kupewa taarifa na yule anayetaka kufanya mkutano. Jeshi la polisi, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322. Hakuna mahala popote kwenye sheria hili pametajwa neno kibali, kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali au wana mamlaka ya kutoa kibali kwa chama chochote cha siasa kinachotaka kufanya mikutano ya hadhara. Lakini vyama vya siasa vimepewa wajibu wa kutoa taarifa. Wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi katika eneo ambalo wanataka kufanyia mkutano wao wa hadhara, na anayepaswa kuipokea hiyo taarifa ni mkuu wa polisi wa wilaya husika, anaitwa Officer Commanding District, OCD. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba Katambi alikuwa anamuelekeza IGP atoe kibali ambacho kisheria hakipo, lakini alikuwa anamuelekeza IGP azuie hiyo mikutano isifanyike. IGP ambaye kisheria hana hayo mamlaka ya kutoa kibali, kama kweli kipo, hana hayo mamlaka IGP. Umeelewa? IGP mamlaka yake ni ya kiutawala kwenye kutunga sera kule makao makuu ya jeshi la polisi, ili jeshi liweze kujiendesha, kwa sababu muundo wa jeshi la polisi katika nchi yetu uko centralized, yani amri inatoka juu kushuka chini. Sasa amri zinazotoka makao makuu kushuka chini ni zile za kisera, lakini zile amri za kiutendaji kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi, ambao ni sura ya 322, amri za kiutendaji na kioperesheni zimeachwa kwa watendaji wa polisi wa ngazi ya wilaya, kwa maana ya ma-OCD, watendaji wa polisi wa vituo kwa maana ya ma-OCS, wakuu wa vituo, zimeachwa kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya kwa maana ya ma-OCD, zimeachwa kwa ma-RPC ambao pia ni watunga sera au wasimamizi wa sera katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo utaona ukiangalia muundo wa jeshi la polisi na utendaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria, IGP hahusiki popote kwenye utendaji wa kazi za kila siku za kioperesheni za jeshi la polisi, ikiwemo kusimamia usalama, kusimamia mikutano ya hadhara na vitu kama hivyo. Sasa bunge wakati linatunga sheria ile ambao ni sura ya 322 ya jeshi sura 322 ya sheria za Tanzania, lilikuwa lina maana kwamba kwa kuwa mkutano wa hadhara ni mkusanyiko wa watu wengi, na kwa kuwa inaweza ikatokea uvunjifu wa amani kwa sababu moja ama nyingine, na kwa kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia na mali zao popote pale watakapokuwa, kwa hiyo wakitoa taarifa, manake jeshi la polisi linatakiwa sasa kwenda pale kujipanga kuhakikisha kwamba wale watu wanafurahia haki yao ya kukutana, kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba watu wana haki ya kukutana wakafanya mambo yao. Watu wana haki ya kupeana habari kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini polisi hawana mamlaka popote kwenye sheria hii. Na akitokea mtu akakwambia leo kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali, mwambie kuambia ni kifungu gani.
Akikutajia hicho kifungu, mlete hapa, mimi nitampa milioni 10 huyo mtu, kwamba hiki ndio kifungu kinawapa mamlaka polisi watoe kibali cha mkutano wa hadhara. Akikuonyesha hicho kifungu, mlete hapa, mimi nampa milioni 10 kama zawadi, kwa sababu atakuwa ametufundisha sheria ambayo sisi wengine hatujawahi kuiona, hatujawahi kuisoma, hatuijui. Lakini kwa yale ambayo sisi tumefundishwa shuleni kuhusu mamlaka ya jeshi la polisi inapokuja swala la mikutano ya hadhara, utaratibu ndio huo umeelezwa katika kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi. Sasa kuhusu matishio